asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, na leo tunatoa sehemu ya pili ya somo linalosema sababu za Yesu kuja ulimwenguni. Sasa tunaenda kwenye sababu ya tatu leo, na sababu ya tatu ni kwamba Yesu Kristo alikuja kuleta nuru ulimwenguni. Na ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 4 na wa 5, inasema ndani yake kulikuwa kuna uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Naam, nuru hung'aa gizani, na giza halikuishinda nuru. Tuombe. Tunakushukuru Baba wa mbinguni kwa ujumbe wa siku ya leo. Tunakushukuru kwa kipindi cha leo. Tunaomba ubariki mtazamaji na msikilizaji, ili aendelee kujua matendo makuu ya Mungu, udhihirisho wake kuja ulimwenguni, na namna alivyo na nguvu katika kuokoa watu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba usikivu wake ushikwe na wewe. Amen. Na ukisoma Yohana sura ile ya 8 mstari wa 12, inasema kisha Yesu akasema nao tena akawaambia, mimi ni nuru ya ulimwengu. Mtu yeyote akinifuata hatatembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Ukisoma Yohana 12 tena mstari ule wa 46, anasema mimi nimekuja kama nuru ulimwenguni, ili kila aminiye mimi asibaki gizani. Kwa hiyo sababu ya tatu kabisa ya ujio wa Yesu ulimwenguni ni alikuja kwa ajili ya kuleta nuru mahali penye giza. Alikuja kama nuru, alikuja kuleta nuru kwenye ulimwengu huu. Lakini sababu namba 4, alikuja kutimiza unabii na maandiko. Ukisoma kwenye Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 17, anasema msidhani kwamba nimekuja kufuta sheria au manabii, sikuja kuondoa bali kutimiza. Kwa hiyo alikuja kutimiza unabii na maandiko ya watumishi wa Mungu waliotangulia. Na Luka 24:25 na 27, Yesu akawaambia, ninyi ni wajinga kiasi gani, nanyi ni wazito mioyoni mwenu, kuamini mambo yote yaliyonenwa na manabii. Kisha akaanzia sheria ya Musa na manabii wote, akawafunulia jinsi maandiko yalivyosema kumhusu. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari ule wa 46 mpaka 47, kama mngemwamini Musa mngeniamini na mimi, kwa maana aliandika habari zangu. Kwa hiyo hiyo ndiyo sababu kuu ya Yesu pia tena kuja ulimwenguni, ni kuja kutimiza unabii na maandiko. Lakini sasa tuangalie sababu nyingine. Yesu alikuja kuondoa dhambi, ni kuja kuondoa dhambi. Iko Yohana 1 mstari ule wa 29, anasema siku iliyofuata Yohana alimuona Yesu akimjia, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu alikuja kuchukua dhambi zetu, dhambi za ulimwengu. Na Waebrania 9:26 anasema kwa sadaka ya nafsi ya Kristo azitangue dhambi za watu wake. Kwa hiyo damu ya Yesu inatumika kama sadaka ya kuziondoa dhambi za watu. Tujifunze sana kumheshimu Yesu, kuheshimu damu yake na ujio wake ulimwenguni. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 5 inasema, lakini Mungu kwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, wala ndani yake hamna dhambi. Yesu alikuja kuondoa dhambi zetu. Kwa hiyo kama unasherehekea Christmas na hujui maana yake au kuzaliwa kwa Yesu, kwa nini Yesu alikuja kama mwanadamu duniani, leo basi upate vizuri hiyo na uzitambue kazi za Yesu. Lakini Yesu alikuja kuleta utukufu wake juu ya wanadamu. Waebrania 2:9 mpaka 10 unaweza ukasoma hapo na utapata vizuri. Lakini anasema, lakini twaona Yesu aliyefanywa chini kidogo alikuja akiwa amevikwa taji la utukufu. Na Petro wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 20 na 21, unaona anaeleza kwamba yeye alikuja kuleta utukufu wa watu duniani. Sababu nyingine ambayo ni sababu ya 6, Yesu alikuja kuleta upatanisho. Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 6 anasema mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo alikuja kuleta upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu. Ndiyo sababu kuu za ujio wa Yesu Kristo ulimwenguni. Lakini Warumi sura ile ya 5 mstari wa 10 mpaka wa 11, kwa kuwa tulipokuwa adui na Mungu
tulipatanishwa naye kwa kifo cha mwanawe. Kwa hiyo alileta upatanisho. Ukitaka kuondoa uroho ya uadui mahali, achilia damu ya Yesu, maanake inamdhihirisha Yesu mwenyewe. Damu inabeba uhai wa mhusika, inaondoa roho ya uadui damu yake, kwa sababu ilikuja kuleta upatanisho kati ya wanadamu. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 na wa 19 inasema, haya yote yanatokana na Mungu aliyetupatanisha yeye kwa nafsi ya mwanawe Kristo Yesu. Kwa hiyo naamini kupitia hii sehemu ya pili, sababu za Yesu kuja ulimwenguni, sasa umeelewa sababu kuu hizi 5, umezielewa. Mungu ana nguvu sana. Tunaomba tuombe na wewe kwa muda mfupi. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe wa neno lako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unayetufundisha ili tupate faida. Mbariki mtazamaji na msikilizaji na mfuatiliaji wa vipindi hivi, aendelee kufuatilia neno lako, maana Mungu, hakuna mtu anaweza kukua bila neno lako. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu, bariki ujumbe wa neno lako, uvuvio wako mtakatifu na ufunike kila mmoja wetu. Mbariki kila mmoja anayejitoa kwa ajili ya vipindi hivi. Bwana wa majeshi, nenda kabariki kazi za mikono yake, usiwaache wala kuwapungukia watoto wako. Amen.